Taarifa zaidi, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, hii ni TV47. Maafisa wa DCI wamepata pigo baada ya mahakama ya Milimani kutupilia mbali ombi la kupekua makazi aliyekuwa waziri Raphael Tuju yaliyoko Karen. Haya yanajiri huku hali yake ya afya ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu katika hospitali ya Karen, na huku kesi inayomkabili katika mahakama ya Kibera ikiahirishwa hadi tarehe 8 Aprili kwa ajili ya kusomewa mashtaka. Sheila Chelangat na taarifa hii. Idara ya DCI ilikuwa imeomba idhini ya mahakama ili kupekua makazi ya Tuju yaliyoko eneo la Karen, huku lengo lao kuu likiwa ni kanda za CCTV ambazo hazijahaririwa kutoka eneo hilo. Kanda hizi zinahusu kipindi muhimu kati ya Machi tarehe 21 saa 11 jioni hadi Machi tarehe 23 saa 8 mchana, kipindi ambacho sasa ni cha msingi katika uchunguzi unaoendelea. Kiini cha suala hili ni kesi ya jinai inayosubiri kusikilizwa katika mahakama ya Kibera kuhusu madai ya kutoa taarifa za uongo kwa afisa wa umma. Haya yanajiri kufuatia ripoti ya mtu aliyepotea iliyowasilishwa na mwanawe Manu Tuju katika kituo cha polisi cha Karen tarehe 22 Machi baada ya gari la waziri huyu wa zamani kupatikana likiwa limetelekezwa katika barabara ya Miotoni Lane. Wachunguzi waliambia mahakama kuwa ripoti za kijasusi zinaashiria kuwa huenda Tuju alibaki ndani ya makazi yake ya Karen katika kipindi chote kinachochunguzwa. Wakati huo huo, katika kesi ya jinai ya Kibra, hakimu mkuu Stella Tambo alimpa Tuju dhamana ya mapema baada ya upande wa utetezi kueleza wasiwasi kuhusu hali yake ya afya inayozorota. Come back to court. First of all, to see his health status, and second of all, to see whether he's in a proper and fit condition to take the plea and move on with this matter. Kwa sasa Tuju anaendelea kufuatiliwa kwa karibu kiafya katika hospitali ya Karen, huku akiendelea kupata nafuu. Sheila Chelangat, runinga ya TV47.